Na mtazamaji, bwana Harmonize amemkuta mazito kweli kweli katika uzinduzi wa A-List. Hii ni A-List show ambayo ilikuwa inazinduliwa katika hoteli ya Serena jijini Dar es Salaam. Bwana, hii A-List bwana ni kipindi cha hawa wadada ambao ni maarufu katika industry Tanzania. Hapa tunazungumzia Aunty Ezekiel, Irene Uwoya, Kajala Masanja, bila kumsahau Jacqueline Wolper. Hawa ni wadada ambao walikuwa katika Bongo Movie wakafanya vizuri. Sasa hivi wamebaki ku maintain ustaa wao, na hivi karibuni bwana kuna kipindi chao cha podcast ambacho kinakwenda kwa jina la A-List, kinatarajiwa kuanza kurushwa katika DSTV. Sasa kwenye uzinduzi huo bwana, Harmonize naye pia ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wamealikwa kwa ajili ya kwenda kutumbuiza. Umeona bwana wenyewe walikuwa na kauli mbiu yao inaitwa Look Like Money katika hiyo party. So Harmonize naye pia alikuwepo pale kwa ajili ya kutumbuiza. Sasa jambo ambalo limehappen bwana ni kwamba mjadala mzito umeibuka kutokana na kwamba Harmonize alivyoenda bwana, alienda peke yake bila kuwepo, akwenda akiwa ameongozana na Kajala. Lakini pia vile vile at the same time kulikuwa kuna rumors zikiwa zinaendelea huko mitandaoni kwamba Harmonize na Kajala wameachana, na moja kwa moja ni kwamba kilichoonekana katika hii show, katika uzinduzi, kimekuja kama vile kuthibitisha kutokana na kwamba haiwezekani Harmonize na Kajala kama wapo katika good terms, yani kama wako katika maelewano, alafu kila mtu aende peke yake. Yani Kajala aliingia peke yake, Harmonize naye pia akaingia peke yake. And then baadaye tukamwona Kajala akiwa amesindikizwa na Mario ambaye ni mkwewe yani. Kwa hiyo kutokana na hilo jambo bwana, mambo ni mengi kweli kweli yameibuka huko mtandaoni, lakini limekuja kama vile kusolidify kwamba hawa wawili bwana hawana maelewano mazuri. Kitendo cha kuonekana Harmonize kuingia peke yake ukumbini na Kajala kuingia peke yake bwana ni jambo ambalo limeibua mijadala mizito kweli kweli. Lakini pia vile vile bwana, at the same time ni kwamba Kajala alikuwa amemlia buyu Harmonize, yani amemchunia acheki afanye nini. Hata Harmonize kuna wakati aliamua kunyanyuka wakati ana perform, kama nilivyokuambia hapo awali kwamba katika watu ambao walikuwa wamepata order ya kwenda kuperform katika hiyo show alikuwa ni Harmonize. Sasa Harmonize wakati anafanya kazi yake ya kuperform, Kajala alikuwepo pale. Harmonize alimsogelea Kajala akamnyanyua wacheze. Kajala akawa kama vile tu anamtumbulia macho, hachezi naye, hacheki, hatabasamu. Alikuwa anaonekana kama vile anachefuliwa kuwepo na ukaribu wake na Harmonize. Yani alikuwa hajapenda, ni kama vile amemnunia, jambo ambalo limekuja kuibua mijadala mingi zaidi huko mitandaoni. Lakini pia vile vile ni kwamba wadau bwana wamekuja kulizungumzia hili swala wakidai kwamba Harmonize ni kama vile amejidhalilisha. Kama Kajala alikuwa amenuna, yeye hakukuwa na haja ya kwenda kumnyanyua pale kucheza naye, maana mwisho wa siku imeonekana kama vile Harmonize anajihangaisha yeye mwenyewe, Kajala hana time naye. Kwa Kajala amemnunia Harmonize mbele za watu, na hii imesolidify kwamba kweli hawa wawili hawana maelewano, yani wamegombana. Bwana, habari ambayo ina trend sasa hivi huko mtandaoni bwana ni kuhusiana na hiki kipindi ambacho kinakwenda kwa jina la A-List. Bwana wanakuambia kwamba ulisikia umbea, sasa jua ukweli. Bwana, hii ni kipindi maalum kabisa ambacho bwana kitaanza mnamo tarehe 17 mwezi wa 7, yani tarehe 17 Julai, kuanzia masaa ya saa 2 usiku, chaneli namba 160 katika kizimbuzi cha DSTV. Naona bwana, sasa bwana hiki ni kipindi ambacho ni kipya kabisa, ambapo bwana wameweka hapa bayana kwamba kuanzia Julai 17 habari zote za maisha yao, yani drama za hapa na pale, heka zao na mambo mengine kibao kuwahusu zitaonyeshwa kwenye kipindi cha NMB kwenye kipindi cha NMB A-List kuanzia saa 2 usiku ndani ya Maisha Magic Bongo, chaneli namba 160 huko DSTV. Bwana, hiki ni kipindi kipya kabisa, itakuwa kama vile reality show, lakini pia vile vile at the same time itakuwa ni kama vile podcast, yani utakuwa unachanganya hawa wadada kwenye hicho kipindi kuhusiana na maisha yao kwa ujumla, yani ni reality kuhusiana na maisha yao kwa ujumla. Kwa watu ambao wanataka kufuatilia kiundani zaidi jinsi wanavyoishi, basi utafahamu kupitia kipindi hicho cha A-List. Bwana, hapa unakutana na Irene Uwoya, Aunty Ezekiel, Kajala Masanja na Jacqueline Wolper. Hiyo ndo A-List yenyewe bwana. Hao bwana ndo wadada ambao ni maarufu kabisa nchini Tanzania. Ukimzungumzia Irene Uwoya, Jacqueline Wolper, Kajala na Aunty Ezekiel, hakuna mtu ambaye hamjui, labda watoto wa 2000. Hata watoto wa 2000 wenyewe wanawajua hawa ni nani.
Hapa bwana aliyekosekana ni Elizabeth Michael, Lulu, Wema Sepetu na wadada wengine wachache, lakini ukizungumzia ile A-list hawa hapa ni maarufu zaidi. Isipokuwa Wema tu hayupo, na tunafahamu kwamba kwa nini Wema hayupo ni kutokana na kwamba Wema sasa hivi ni mzazi analea. Kwa hiyo heka za makamera bwana kidogo sasa hivi drama amejiepusha nayo kwa sababu yuko na swala zima la kulea. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Hili ni dili nono kama unavyojua bwana, DStv wanalipa vizuri, so obviously bwana mambo yatakuwa ni moto kweli kweli kwa upande wao. Kibunda watakuwa wamekikata bwana. Hii ndo A-list show ambayo imezinduliwa pale Serena Hotel jijini Dar es Salaam usiku wa kuamkia leo. So ukipita katika peji zote za hawa warembo bwana, ukipita kwa Wolper, ukipita kwa Kajala, ukipita kwa Irene Uwoya pamoja na Auntie Ezekiel, basi kote huko ukipita lazima utakutana na posti zinazozungumzia swala zima la hii show yao ya A-list. Kwa hiyo hapa bwana, latest post kutoka kwake Kajala na wadada wenzie hawa wameandika kwamba bwana, kwa kipekee sana tunawashukuru wadau wote waliotushika mkono na kujitokeza jana kwenye uzinduzi wetu. Nyinyi ni watu wa thamani sana kwetu. Matajiri wetu Maisha Magic Bongo, tunashukuru sana na media zote mlizotushika mkono, tunawapenda sana. Sasa kaa tayari kwa ajili yetu. Kwa hiyo hii ni moja kwa moja wametoa taarifa kwamba wanakuja sasa spidi kweli kweli na kipindi hicho cha A-list. Kwa hiyo sasa wadau wakae mkao wa kula, madongo yanaanza kuporomoshwa. Hii sio mara ya kwanza kuwaona wadada hawa wakija na reality TV shows, maana hata huyu Wolper alifanyaga kitambo sana kipindi kile, Klaus alifanyaga ile reality TV show yake, lakini pia vile vile ukimwangalia hapa mdada mwingine kama vile huyu Kajala ameshafanya reality TV shows nyingi tu, kama unakumbuka vizuri ile Behind the Gram ambayo ilikuwa inamzungumzia Kajala, mahusiano yake na Harmonize, Paula na watu wengine, ambao pia ilifanya vizuri, yani ilipokelewa vizuri sana na Zamaradi ndo aliitoa ile. Sasa this time around bwana wameingia kwenye mainstream bwana kupitia A-list na DStv. Kwa hiyo mambo yanazidi kwa moto. Nataka nikusomee baadhi ya comment hapa ambazo zimejitokeza kuhusiana na kipindi hicho. Kuna mtu hapa anaitwa Lightness anasema kwamba bwana, ila Wolper unaswaga sana za mbele mchaga huyu. Wolper bwana wanamwambia hapa kutokana na hizi picha ambazo wamepiga kwa ajili ya hiki kipindi, wadau wanakuambia kwamba Wolper yuko na swaga za mbele kabisa. Kuna mdau mwingine hapa amekuja amesema kwamba bwana, mnatosha, msiongeze mtu atawavuruga. Umeona bwana wanakuambia kwamba wadau wanasema kwamba hao wadada wanne tu wanatosha, wasije wakaongeza mtu mwingine baadaye atawavuruga, mambo yatakuwa hayaeleweki. Kuna bidada mwingine hapa anasema kwamba bwana, mnasema kuiweka Netflix itakuwaje tena, au haijafikia huko kwenye viwango? Vipi kuhusiana na YouTube, itakuwepo au tusubiri DStv tu? Consider this guys. Kuna mtu hapa amekuja kuuliza kwamba hiki kipindi cha A-list kitakuwepo Netflix na YouTube, je kitarushwa? Wadau wameambiwa hivyo, wanauliza au wasubiri DStv peke yake, lakini pia wanatakiwa walifanyie kazi hilo swala. Haya, mdau mwingine huyu hapa anasema bwana, ambao hatuna DStv tunaona wapi hicho kipindi? Kuna mtu mwingine ameandika kwamba bwana, mimi naomba jamani, nikiwa kama shabiki wa Six Dadas please turudishieni Elizabeth Michael na Wema Sepetu, Mama Oli, pata noga sana. Haya, sasa kuna wadau wengine huku bwana wanataka katika hiyo list ya A-list hapo, hao wadada hao akina Irene Uwoya, Auntie Ezekiel, Jacqueline Wolper na Kajala, aongezwe Elizabeth Michael, Lulu pamoja na Wema Sepetu. Umeona bwana wadau bwana wanataka Wema Sepetu awepo humo, Mama Oli na Lulu pia awepo, kwani pata noga sana. Umeona bwana hayo ni maoni ya wadau mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuhusiana na kipindi hicho cha A-list. Umeona bwana. So kuna mambo mengine mengi sana yametokea, kuwa karibu nasi, tutazidi kukupa update kuhusiana na mengine mengi ambayo yamejiri kuhusiana na huo uzinduzi wa hicho kipindi cha A-list.
Lakini pia vile ukiwa kama mdau, weka maoni yako hapo chini kwenye comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.